DRC na Rwanda za saini tamko la kanuni lengo kukuza amani na maendeleo ya kiuchumi. Washington, Marekani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Rwanda zimetia saini tamko la kanuni muhimu siku ya Ijumaa, Aprili 25, 2025 mjini Washington. Makubaliano hayo yana lengo la kukuza amani na maendeleo ya kiuchumi katika eneo la Maziwa Makuu, huku kukiwa na matumaini ya kumaliza mzozo unaoendelea na kusababisha maafa mashariki mwa DRC. Tamko hilo lilitiwa saini na Waziri wa Mambo ya Nje wa Kongo, THRSE Kaikwamba Wagner, na mwenzake wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe. Hafla ya utiaji saini ilifanyika mbele ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio. Kwa mujibu wa tamko hilo, nchi zote mbili zimejitolea kuheshimu uhuru na mipaka ya kila mmoja. Pia, Kinshasa na Kigali zimeahidi kuunga mkono ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, hasa kwa kuimarisha uwazi katika minyororo ya usambazaji wa madini muhimu. Lengo ni kuwezesha mataifa yote mawili kunufaika na maliasili nyingi za eneo hilo kupitia ubia wa kiuchumi na uwekezaji unaonufaisha pande zote mbili, kama ilivyoelezwa kwa kina katika waraka uliochapishwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Zaidi ya hayo, nchi hizo jirani zimejitolea kuwezesha kurejea kwa wakimbizi na wakimbizi wa ndani kwa usalama. Miitikio ya shauku. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Waziri wa Mambo ya Nje wa Kongo, THRSE Kaikwamba Wagner, alielezea wakati huo kuwa wa muhimu sana kwa DRC. Alitaja hali halisi ya kuhama, ukosefu wa usalama na ugumu wa maisha huko Goma, Bukavu na maeneo mengine, akisisitiza kuwa uharaka wa mpango huo si wa kinadharia bali ni wa kibinadamu. Alifafanua kuwa tamko hilo linatiwa saini kama dhamira ya kisiasa na si ishara tu, na alikumbusha azimio namba 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalotaka kuondolewa mara moja bila masharti na kuthibitishwa kwa wanajeshi wote wa kigeni kutoka eneo huru la DRC. Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio, alikaribisha kutiwa saini kwa mkataba huu kama hatua muhimu kwa utulivu wa kikanda. Alisema kuwa amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu itafungua njia kwa uwekezaji mkubwa zaidi wa Marekani na Magharibi, kujenga fursa za kiuchumi na ustawi. Aliongeza kuwa maendeleo haya ya kiuchumi, pamoja na amani ya kudumu, pia yataruhusu mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao kurejea nyumbani kwa jumuiya salama na fursa mpya za kiuchumi. Olivier Nduhungirehe, Waziri wa Mambo ya Nje wa Rwanda, pia alikaribisha umuhimu wa kusainiwa kwa hati hiyo kwa ajili ya amani na ustawi katika eneo hilo. Alieleza kuwa tamko la kanuni linafungua njia ya makubaliano ya mwisho ya amani, likitoa msukumo mpya kwa juhudi za mchakato unaoongozwa na Afrika ndani ya mfumo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, pamoja na wimbo wa Doha unaowezeshwa na nchi ya Qatar, ambapo, alisema, wameona mafanikio makubwa katika siku za hivi karibuni. Eneo linalokumbwa na makundi yenye silaha mashariki mwa DRC ni eneo ambalo limekuwa likikumbwa na mapigano ya muda mrefu kati ya jeshi la Kongo na makundi mbalimbali yenye silaha. Moja ya makundi hayo ni waasi wa M23 ambao DRC inadai wanaungwa mkono na Rwanda. Kundi hili linadhibiti maeneo kadhaa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ikiwa ni pamoja na miji ya Goma na Bukavu. Mbali na M23, kuna karibu makundi mengine 100 yenye silaha ambayo yamekuwa yakifanya kazi katika eneo hilo kwa miongo mitatu, yakisababisha hofu kwa wakazi na kusababisha idadi kubwa ya watu kuhama makazi yao katika eneo hili lenye utajiri wa rasilimali. Kutiwa saini kwa tamko hili la kanuni kunakuja wakati ambapo makubaliano kati ya DRC na Marekani kuhusu madini ya kimkakati yanajadiliwa. Makubaliano haya yanalenga kuyapa makampuni ya Kiamerika fursa ya kupata rasilimali muhimu za madini za DRC kama vile cobalt, coltan na lithium, badala ya kupata usaidizi wa usalama kupambana na makundi yenye silaha. Vuguvugu la Lucha lasikitishwa na masuala kadhaa, huku likikaribisha juhudi za upatanishi za Qatar katika makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Kinshasa na M23 AFC, Butembo, Kivu Kaskazini. Vuguvugu la wananchi la mapambano ya mabadiliko, Lucha, lilitoa taarifa Alhamisi, Aprili 24, likijibu tamko la pamoja la kusitisha mapigano lililofikiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na kundi la M23 AFC mjini Doha. Lucha ilikaribisha juhudi za upatanishi zilizofanywa na Qatar, lakini wakati huo huo ilieleza kutoridhishwa kwake na masuala kadhaa muhimu. Katika taarifa yake iliyotolewa Butembo, Kivu Kaskazini, vuguvugu hilo linalojishughulisha na utetezi wa haki za binadamu lilitoa onyo kuhusu hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na kusainiwa kwa makubaliano ambayo yanaweza kutoa msamaha kwa watu waliofanya uhalifu mkubwa, kuwezesha kuunganishwa kwa waasi katika jeshi la kitaifa kwa njia ya pamoja,
au kuwapa nafasi za uongozi katika siasa. Hata hivyo, Lucha inasisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kitaifa jumuishi pamoja na mageuzi ya kina kama njia pekee ya kufikia amani ya kweli na ya kudumu nchini DRC. Wakati huo huo, tamko la pamoja kati ya Kinshasa na AFC-M23 limepokelewa kwa mikono miwili na Qatar, Rwanda na Ubelgiji. Nchini Rwanda, waziri wa mambo ya nje Olivier Nduhungirehe alieleza kuwa tamko hili la pamoja kati ya serikali ya DRC na AFC-M23 linajumuisha hatua muhimu hata ya maamuzi kuelekea amani ya kudumu mashariki mwa DRC, mradi tu itatekelezwa kwa nia njema. Kwa upande wake, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prevot alielezea hatua hiyo kama muhimu katika kukomesha ghasia. Alitangaza kuwa atasafiri hadi kanda hiyo siku ya Ijumaa kuelezea hunga mkono wangu kamili kwa juhudi hizi zinazowezeshwa na Katari na zile za mashirika ya kikanda ya EAC na SADC. Qatar, Rwanda na Ubelgiji zakaribisha tamko la pamoja kati ya serikali ya Kongo na M23. AFC na Ubelgiji zimekaribisha tamko la pamoja lililotolewa tarehe 23 Aprili 2025, ambapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kundi la M23 AFC walieleza nia yao ya kufanya kazi kuelekea kuhitimisha makubaliano. Hatua hii inajiri kufuatia wiki 3 za mazungumzo yaliyofanyika jijini Doha, Qatar, kwa upatanishi wa nchi hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar kupitia akaunti yake ya X ilieleza kufurahishwa na juhudi hizo za ushirikiano, ikibainisha kuwa tamko hilo la pamoja ni mwendelezo wa mkutano wa wakuu wa nchi uliofanyika Machi 18, 2025 kati ya DRC, Rwanda na Qatar. Qatar imezihimiza pande zote mbili kuendeleza mazungumzo kwa moyo wa kujenga na kufanya kazi kufikia makubaliano yanayoakisi matarajio ya amani na maendeleo ya wananchi wa Kongo. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alielezea tamko hilo la pamoja kama hatua muhimu hata ya maamuzi kuelekea amani ya kudumu mashariki mwa DRC, akisisitiza umuhimu wa utekelezaji kwa nia njema. Aliongeza kuwa kasi hii ya amani inaendana na mipango mingine inayoendelea mwezi Aprili 2025 ambayo Rwanda inashiriki kikamilifu. Nchini Ubelgiji, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje Maxime alitaja tamko hilo kama hatua muhimu ya kukomesha ghasia. Alitangaza kuwa atasafiri hadi kanda hiyo Ijumaa, Aprili 25, 2025, kueleza kuunga mkono kikamilifu juhudi zinazowezeshwa na Qatar pamoja na zile za mashirika ya kikanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Katika taarifa yao ya pamoja, serikali ya Kongo na waasi wa AFC za M23 walijitolea kukuza uanzishwaji wa usitishaji vita unaofaa. Walikubaliana kuwa kuheshimu ahadi hizi ni hatua muhimu kuelekea mazungumzo ya kujenga yenye lengo la kurejesha amani ya kudumu nchini DRC na katika kanda. Hatua hii ya kihistoria inafuatia majadiliano yaliyofanyika Doha, yakionyesha jukumu muhimu la upatanishi wa kimataifa na kikanda katika kutafuta suluhu ya mzozo huo.